Maisha baada ya usaliti. Leo tutaenda kutazama maisha baada ya usaliti. Sasa wangapi wameshawahi kusalitiwa na wakasamehe maisha yakaendelea? Wangapi? Najua ni wengi sana. Sasa kuna mambo matatu hutokea kila unapotokea usaliti na mkasameheana. Kuna mambo matatu yanatokea. Na leo nitakwambia ni mambo gani hayo. Unajua Sasa mnaposalitiana alafu mkasameheana, usizani maisha yanarudi kuwa kama zamani. Hapana. Hayarudi kama zamani. Haya mambo matatu yanaenda kubadilisha kila kitu katika mahusiano yako. Kama unataka kuyajua, baki na mimi hapa. Naitwa Mombeki Crispy, ni Mbeki TV. Kama ni mgeni katika channel yangu, naomba usipite bila kusubscribe. Sawa sawa, kwa maana hapa ndo mahali pekee ambapo tunaongea masuala mazima ya mahusiano, ndoa kwa upana zaidi. Lakini ndio sehemu pekee tunaoshauriana kuhusiana na namna gani ya kuboresha ndoa zetu, mahusiano yetu na kushauriana mambo ya kadha wa kadha. Karibu sana tuende kufahamu hayo mambo matatu yanayotokea baada ya usaliti katika mahusiano. Jambo la kwanza linaloenda kutokea baada ya usaliti ni uaminifu kutoweka. Mwenzako anataka kukwambia nimekusamehe, ama wewe unaweza ukamsamehe mwenzako, lakini utakuwa shuhuda, hautamwamini tena kama ulivyokuwa unamwamini kabla hujamfumania. Sawa sawa? Yaani tayari utakuwa ushamtengenezea hofu ama ushamtengenezea fikra fulani, unavyomfikiri, namna unavyomtazama, namna unavyomwamini itakuwa imeondoka. Ndio utakuwa ile moment ambayo asipopokea simu unahisi karudia tendo lake. Akikujibu jeuri unafikiri kajibu kwa sababu yupo mwingine anampenda zaidi yako. Kwa hiyo unakuwa kila hatua yake unakuwa very sensitive na hatua zake, unakuwa more emotional na matokeo ya tabia zake. Unakuwa overthinking kwa tabia zake. Anakwambia nasafiri naenda kwa mama mdogo, unahisi hajaenda kwa mama mdogo. Anakwambia nimetoka jana nilikuwa na washikaji, unahisi hajakuwa na washikaji. Anakwambia sijapokea simu nilikuwa na kazi, unahisi hajakuwa na kazi. Anakwambia wewe ni rafiki yangu, unahisi sio rafiki yangu. Unaanza kukosa uaminifu naye hata anapokuwa na mwanamume mwingine pembeni, labda rafiki tu, hata anapokuwa na mwanamke mwingine pembeni, labda rafiki tu. Kwa jambo la kwanza linaloenda kutokea baada ya usaliti katika mahusiano ya ndoa ni uaminifu unatoweka. Na uaminifu unapotoweka kwa yule mtu aliyesamehe baada ya kusalitiwa, inaanza kumjengea na yeye sababu ya kufanya tendo. Tunaingia kwenye jambo la pili, kwamba baada ya usaliti kunakuwa na uwezekano 85% ya yule aliyesalitiwa kusaliti na yule aliyesaliti kurudia. Kwa nini? Nisikilize. Unajua ili mtu asaliti, ukiachana na tabia ya kwamba ni tabia yake ama ni chaguo, kachagua kusaliti, kabla hajasaliti akili yake inafikiria mambo mengi sana. Kwa nini unafanya hiki kitu? Wewe una mwanaume wako ama una mwanamke wako? Ina maana umpendi mwanamke wako? Kwa nini usio mwaminifu kwake? Wakati akili yake inamuuliza haya maswali, yeye atayajibu kwa matokeo ya uhalisia, kwa mbona naye alinifanyia. Kwani mimi nikifanya kuna baya gani? Mbona anafanya? Kwanza itakuwa anafanya tu. Mimi najitunza kila siku, yeye mwenzangu anafanya na mimi subiri nifanye. Kwa umeona? Inaweza ikawa ni tabia, inaweza ikawa ni tamaa yake, inaweza ikawa ni maamuzi yake. Lakini ule usaliti wako unatengeneza sababu ya kurasimisha usaliti mpya ama kisasi. Sasa hiyo ni kwa mtu aliyesalitiwa. Always anakuwa naye anafanya sama matukio mabaya kwa kigezo cha kwamba yeye mbona alifanya. Kwa anakosa kujisikia hatia, anakosa kujisikia maumivu kwa sababu tayari ameshaona na huyu mwenzangu naye ananifanyiaga. Kwa mtu anayesalitiwa. Ila kwa yule aliyesaliti anaanza kurasimisha pia ile tabia, kuona sasa ni jambo la kawaida, naweza nikalifanya, na kwa sababu huyu hawezi kuniacha ni lazima atanisamehe. Ndio maana ni rahisi sana mtu unayemsamehe sana anakufanyia usaliti atarudia kufanya, kwa sababu watu wengi wanaogopa kusaliti ama wanaogopa kujulikana wanaposaliti, wakihofia kuachwa ama kuvunjika kwa mahusiano. Kwa hiyo inapotokea kagundulika yeye ni msaliti na bado mahusiano yakadumu, hiyo inampa uhalali wewe kuona kwamba okay, hawezi kuniacha, okay, hatuwezi kuachana, okay. Kwa hiyo inampa uhuru sasa wewe kuendelea kufanya, kwa sababu haogopi tena kuachwa, akiamini wewe hauwezi kufanyaje,
kumwacha. Kwa hiyo na yule mtu aliyesaliti ataendelea kusaliti kwa sababu anaamini hauwezi kumwacha. Si umenielewa hapo? Kwa hiyo hilo ni jambo la pili litakalotokea. Mnarasimisha usaliti katika mahusiano yenu. Ndio maana unaweza kuona kawaida tu baada ya wewe kumsaliti mwenzako, alafu naye akakusaliti ukamfumania. Ni kawaida ikikwambia mbona na umefanya na nikakusamea, mbona wewe ulifanya hiki nikakusamea, naomba unisamee na mimi. Anatumia yale makosa uliyofanya kama ni kigezo ama ni sababu yeye pia kufanya aliyofanya. Kwa hiyo na wewe una jukumu la kumsamea kwa sababu yeye alikusamea. Ni kawaida kuona anakurudishia maneno kama hayo. Kwa hiyo ni jambo la pili litakalotokea baada ya usaliti. Sawa. Jambo la tatu litakalotokea baada ya usaliti katika mahusiano yako, upendo unakwisha, yanabaki mazoea. Mtu anapogundua anasalitiwa, anapoteza ile thamani ya kujiona yeye ni wa pekee na anapendwa. Anapoona athaminiwi, ndio maana alisalitiwa, na yeye anaenda kupoteza hiyo thamani ya hayo mahusiano. Kwa hiyo atakuwa na wewe kwa sababu mmetoka mbali au mmezoeana ama mna watoto ama kuna mambo mengi mmeyafanya pamoja ama kuna vitu mmejenga. Kila mmoja sasa atabaki katika mahusiano kwa mazoea. Kama mna watoto basi mmezoeana kwa sababu sasa huyu ndo nishamzoea, ndo maana mume wangu, ndo maana mke wangu, tabaki kama mazoea. Au labda mtabaki kwa sababu mna watoto ama labda mtabaki mmejenga. Kuna jambo fulani tofauti na ndoa litawafanya mshikane, sio upendo tena. Kwa hiyo upendo unatowekaga, yanabaki mazoea. Kwa mtu unayemsaliti sana ama mahusiano yenye usaliti sana na bado mkaendelea kuwa pamoja, msijivunie mkahisi mnapendana. Kwamba sisi tunapendana sana bwana, hata itokee nini atuachane. No. Pengine mpo hapa kwa sababu ya mazoea. Na ni jambo la muda tu. Mmoja atakapozinduka kuelewa thamani yake, kuelewa malengo yake, kuelewa vipaumbele vyake, kuelewa mustakabali wake wa maisha, atafanya maamuzi ya kuyavunja mahusiano. Hadi hapo basi mtaendelea kubaki tu kuishi kwa mazoea, lakini sio upendo. Na nikwambie tu kiukweli, 99% ya mahusiano mengi ya siku hizi yapo katika daraja ama katika stage ya mazoea, sio upendo. Na ndio maana unaona mahusiano mengi pia hayaishi sababu, hayaishi visa. Leo umetatua kesi hii, kesho imekuja kesi hii, kesho kutwa imejirudia ile ile, kesho tena mtondogo imekuja mpya, kesho. Kila siku ni vituko. Kwa sababu gani? Upendo haupo tena katika hayo mahusiano. Hofu imetoweka katika mahusiano. Thamani haipo tena katika mahusiano. Hakuna mtu anayejivunia nayo mahusiano. Hakuna mtu anayejivunia nayo mahusiano. Kila mtu yuko tayari litokee lolote katika mahusiano. Kwa hiyo watu hawatojali tena kufanya kitu bora ama kitu kizuri, kuboresha ama kudumisha mahusiano, kwa sababu tayari upendo umeshakufa, mmebakisha mazoea. Kwa mahusiano mengi ya siku hizi yapo katika mazoea. Na ni wakati pengine kama mahusiano yako yamegubikwa na usaliti, ni wakati pengine wa kutafakari. Je, ni kweli upo katika mahusiano kwa sababu ni yana upendo ama upo katika mahusiano kwa sababu mmezoeana? Lazima pia uanze kufanya utafiti mdogo mdogo wa maeneo kama hayo. Mimi nataka nimalize kwa kukuambia kitu kimoja muhimu. Kadiri unapozidi kufumaniwa, ndio unapozidi kupoteza nafasi yako kwa huyo mtu, ama unapozidi kuyaua hayo mahusiano. Msamaha haupotezi kilichotokea, ama hauhalalishi kilichotokea, ama haufanyi mtu akasahau, au haufanyi jambo kuonekana limekwisha. Bali msamaha unamaanisha mnaingia katika stage nyingine ya mahusiano. Na hizi ndio stage tatu ambazo mtakazoziingia baada ya kusameana linapotokea swala zima la usaliti. Hizi ni stage tatu, nadhani umezielewa. Kama wewe mahusiano yako yamekuwa ya usaliti sana, basi jua tayari mmeshaingia katika hizi stage. Kama unahitaji ya mahusiano yako yarudi kuwa sawa, basi kuna haja ya kuanza kurepair, kufanya marekebisho katika hizi stage tatu. Mwenzako kapoteza uaminifu na wewe, kitu gani unatakiwa ukifanye ili kurudisha uaminifu kwake? Mwenzako yupo karibuni kukusaliti ama wewe upo karibuni kuendelea kumsaliti, kitu gani unatakiwa ukifanye kufuta hilo jambo lisitokee? Mapenzi yameshaisha ama upendo umeisha, umebaki mnaishi kimazoea ila hujui ni kitu gani unaweza ukakifanya kuyafuta hayo mazoea na kurudisha upendo. Sasa hiyo ni kazi nyingine inayotakiwa kufanyika kimakusudi kabisa kuweza kurekebisha haya mambo yalotokea. Kama unahitaji msaada wa kuweza kurekebisha hayo mambo, unaweza kunitafuta kwa namba zangu za simu hizo zinazopita hapo unaziona. Mimi nitakushauri vitu vya kuvifanya kama mahusiano yako yaligubikwa na usaliti. Kama hujafanyia kazi haya maeneo,
Hautoboi katika mahusiano. Yatabaki kuwa ya mateso ama yatabaki kuwa ya drama. Kwa sababu hizi hatua ni lazima zitokee katika mahusiano yako. Natumai umenielewa sana. Hizo zilikuwa ni hatua 3 zinazotokea ama za maisha mapya baada ya usaliti. Kama umenielewa, naomba uniandikie katika comment hapo. Kama mahusiano yako yalishawahi kutokea na usaliti, unafikiri hizi hatua 3 zishatokea katika mahusiano yako? Ama mahusiano yako ya namna gani? Ni ya usaliti ama sio usaliti? Kama sio usaliti, usisaliti, kwa sababu hizi hatua zitakuja kuharibu mahusiano yako zaidi. Na kama umesaliti, basi kuna haja ya kurekebisha hizi hatua ili mahusiano yako yasiweze kuvunjika. Nashukuru sana kubaki na mimi hapa kutokea mwanzo mpaka tunapofika mwisho. Mimi ni kuage tu kwa sasa, naomba usiache kusubscribe ili kila ninapoposti somo langu uwe unaletewa masomo yangu kila ninapoposti. Hadi wakati mwingine, ni kuage kwa sasa. Bye bye.